A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibihi sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim alaihi salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Kwanza sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sina budi kumshukuru yeye kwa mengi tu, lakini kubwa katika wakati huu namshukuru kwa kutukusanya sote katika pahala, katika nyumba miongoni mwa nyumba zake, nyumba anazozipenda sana, pia katika wakati miongoni mwa nyakati tukufu kama wanavyosema wanachuoni, baina al-maghribi wal-isha yaf'alu Allahu ma yasha. Muda uliokuwa kati ya magharibi na isha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hufanya atakalo mtu kipindi kile. Lakini si hivyo, tunamshukuru kwa kukusanya kwa jambo kubwa, jambo la dhikrullah, kumdhukuru na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa namna hii tuliokuwa. Ni muhadhara mzima kuelezea umuhimu wa watu kukusanyika kwa jambo kama hili. Basi namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hilo, hususan baada ya kuwa tangu nimepata taarifa ya mihadhara hii kutoka kwa al-akhi al-fadil Sheikh Juma, ni muda sasa takriban wiki 2 au 3, tukakubaliana hilo kwa kusema insha Allah Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Na ni kweli ametuwafikisha. Kama inavyojulikana, al-abdu fi tafkiri war-rabbu fi tadbiri. Mja siku zote yeye huishia mipango yake kwenye kufikiria tu, kesho nitafanya hivi, wiki ijayo nitanunua, mwakani nitajenga, siku ya Alhamisi ya tarehe 26 nitahudhuria muhadhara. Anasema tu, lakini hana uhakika chembe wa kufika huko. Mwenye uhakika na mwenye kuwafikisha hilo hakuna isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi kwa hayo yote na mengineyo siweza kuyataja kwa kinywa changu kipindi hiki, sina budi kumshukuru yeye Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala, na ninamuomba tuwafikishe katika yale mambo yanayomridhisha yeye. Pili, na washukuru viongozi, waumini pamoja na watu wote wa msikiti huu wa Mwenye Mkuu. Kila inapotokea kheri hizi, basi nami jina langu linakuwemo. Takriban ni mara ya 5 au ya 4 ukichanganya na hii. Kila inapokuja mihadhara hii tangu nilipoanza kuja hapa, labda niwe na dharura mimi, lakini hupewa nafasi nami kushiriki katika kheri hii kubwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuagiza kwamba yoyote anayokufanyieni jambo la kheri mnalolipenda, basi muombeeni Mungu. Mimi nawaombea Mwenyezi Mungu sana awatengenezee mambo yao na awafanyie wepesi katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na awape sabiri kubwa katika kazi kubwa ya da'wa ambayo ina mikiki na vikwazo vingi ndani yake. Nisimalize muda kwa wingi wa shukrani. Kiufupi tu niseme ashukuru ahsanu ma ra'aytu multamisan muhawalatan 'inda Allahi wan nas. Wamesema wenye kusema kwamba kushukuriana ndio kiunganishi kikubwa kati ya mtu na mja wake, lakini pia kati ya mtu na binadamu mwenziwe. Na washukuru sana.
maudhui yetu yatakuwa mafupi, na lengo ya kuwa mafupi ni kama tunavyojulikana sisi, Mwenyezi Mungu anasema ni ummatu wasat, ni umma wa kati na kati. Hatutakiwi mambo yetu tuyafanye marefu kupitiliza wala madogo kuchukiza, yawe kati na kati. Na namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anijalie katika hilo. Mada yetu kama alivyoitaja Sheikh Juma na ilifainishwa katika matangazo, istiqama ndiyo sifa ya msingi iliyokosekana miongoni mwetu. Istiqama ndiyo sifa maalumu, sifa ya kipekee imekosekana miongoni mwetu. Nikisema miongoni mwetu ni sisi waumini wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nilipata tabu kidogo, Sheikh Juma aliniambia chagua utazungumzia nini, lakini Mwenyezi Mungu akaniwafikisha hilo. Kwa nini lilikuwa jepesi kufikiria? Kwa nini? Majawabu nayo mengi, lakini nifupishe tu ni kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ni umri sio mrefu, lakini kipindi kirefu cha umri wangu mimi nashiriki katika mambo haya ya kidini. Na hata taito alionipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa fadhila zake, mmoja miongoni mwa majina yangu ni imamu. Ni imamu wa msikiti wa Kichangani, takriban huu sasa ni mwaka wa 24. Tusemeni alhamdulillah. Ni umri wa kutosha. Umri wa miaka 24 kwa kijana kama nionekavyo kwamba ni imamu. Nilianza lini, ilikuwaje, mbona? Hiki ni kitu kilichonifanya nifanye rahisi kutamka istiqama ni sifa ya msingi iliyokosekana miongoni mwetu. Nayo ni nini? Ni baada ya kuangalia na kupokea na kusikiliza vilio vya waumini kipindi chote hicho, malalamiko ya waumini kipindi chote hicho, taabu na dhiki zetu kipindi chote hicho, basi kwa akili zangu fupi za inawezekana kilio hiki hakishi, matatizo tuliokuwa nayo hayaondoki, hatufikii katika malengo kama Waislamu. Sababu yake tumekosa istiqama. Istiqama ni nini? Kabla sijaeleza istiqama, ningependa kuelezea kidogo hicho nitakachokielezea, kitupe njia ya kufika katika kuelewa istiqama ninayotaka kuizungumza hapa. Uislamu huu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata kuelezea namna yake ulivyo na utakavyokuwa. Alisema wazi, alisema badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Uislamu umeanza mgeni miongoni mwa watu katika jamii, ulianza mgeni sana, na utarudi huko mambo yanavyoendelea mbele. Watakaoishi mbele wataona pia utarudi kuwa mgeni kama ulivyoanza. Hadithi ndefu sana mpaka kafikia pahala kusema, lakini watafanikiwa sana wale watakaokubali kuwa ni wageni katika Uislamu. Masahaba wakamuuliza, ni wakina nani hao al-ghuraba ambao ni tuba lahum, Mwenyezi Mungu atawafanikisha, watafanikiwa, ni wakina nani? Akasema ni wale ambao kwamba watakaokuja kufanya mema wakati watu wote wanafanya mabaya, watakaokuja kutengeneza wakati watu wanaharibu. Hawa tuba lahum, Mwenyezi Mungu atawapa mafanikio. Mwenyezi Mungu atujalie katika hawa. Sallallahu alaihi wasallam amesema maneno haya ni mafupi sana,
na yeye Mwenyezi Mungu alimpa uwezo huo wa jawami'ul kalim, kusema vijineno vifupi lakini maneno yenye maana pana, maneno yenye maana ndefu. Alijua kabisa kwamba Uislamu utaingia katika matatizo ya kupata ukinzani na upinzani, mikwamo na vikwazo vya kila aina na njia tofauti tofauti. Miongoni mwa hizo alifahamu kwamba zitapatikana fikra mbalimbali zitakazoingizwa ndani ya Uislamu mpaka Uislamu utaonekana na kitu kigeni kitoi. Kwa hiyo nipate kuwaambia wazi, kuna afkar na fikra nyingi tu zimeingizwa katika Uislamu ambazo tunaishi nazo. Miongoni mwa fikra hizo kuna fikra inaitwa fikratu al-irja, fikratul irja'i. Kuna watu al-murji'un. Fikra gani? Ni watu gani hawa? Hawa ni watu waliotofautisha baina ya imani na utendaji. Wamefanya ni vitu tofauti kati ya kuamini na kutenda. Wamesema na wanahamasisha kwamba unaweza tu mtu ukawa muumini wa dini ya Kiislamu, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ukaamini Mwenyezi Mungu na mtume na vyote vinavyotakiwa kuamini ukaviamini, lakini baada ya pale wewe huna haja wala huhitajiwi na kufanya chochote, imani yako inakutosha duniani na akhera. Ni fikratul irja, imeanza zamani na imefanya kazi ya kutosha, na ndio utaona hata dunia sasa hivi ndio sehemu kubwa inakwenda hivyo. Sisi tu tuko mwisho huku, lakini hata zile nchi unazoziona kwa sura kwamba ndio nchi za Kiislamu zenye muonekano wa Kiislamu zimetekwa na fikra hii. Bahati mbaya zaidi, kuanzia juu utafutwa mtu akawekwa huko akatawala, mtu katengenezwa Muislamu formality, sio Muislamu hakiki. Tena bahati mbaya ni mtu wa mle katika nchi hizo, sura zake muonekano wake ni Muislamu tosha, lakini yeye ni Muislamu atakayetosheka na kuamini tu. Lakini nini baada ya imani? Imani yake inamsukuma au anatakiwa kutokana na imani yake aishi vipi? Hicho kitu hakuna. Hatakuwa mwenye kuswali, hatofunga, hatoshiriki chochote unachokiona hicho na cha Kiislamu. Yeye ni Muislamu tu. Haya, mwenyewe ukitaka utamuita Muislamu jina au Muislamu mzawa, Muislamu wa kurithi, lakini Muislamu tena ni mkali kweli juu ya Uislamu. Lakini nini anafanya? Hiki kitu kimeingia katika Uislamu na ndicho kimetuathiri tumekuwa hivi leo tulivyo. Fikratul irja. Nimependa nitangulize hili ili huko tunapokwenda katika mazungumzo hayo mafupi nijaribu kuonyesha tumeathiriwaje na fikra hiyo. Tunajijua au hatujijui? Tunajifahamu au hatujifahamu? Mtu anatosheka kuwa Muislamu tu, tena anapenda mimi ni muumini mimi. Lakini sasa kuna hili kuna lile la Kiislamu tufanye wote, tushiriki pamoja, kuna hiki kuna kile, unasemaje? Humuoni. Siku moja nakumbuka katika miaka karibuni nchi kwa mfano, Waislamu waliwahi kumuomba mmoja katika marais waliotangulia jambo, Diamond pale, na alikuwa jambo la kificho. Sisi tuna madai haya, akakabidhiwa rais. Baada ya muda hakutokea majawabu yote. Aliwafanyia nini wewe? Nakumbuka kwa macho yangu niliwahi kuhudhuria kuona mjadala baina yake yeye rais huyo, alikuwa ni Rais Mkapa, pamoja na Museveni na mwingine wanaojiwa na BBC.
Katika mengi waliojua, aliulizwa rais wetu ule wakati ule kwamba Waislamu waliwahi kukuomba kitu, waliwahi kukuomba kitu, majambo yao fulani, mbona kimya? Jawabu lake, kama mnafuatilia mambo mnakumbuka, alisema tu ni kwamba wale ni Waislamu wa Dar es Salaam tu, Waislamu wa ni kikundi tu fulani hiki, na mambo yakaisha hivi. Sasa tuko hivyo, tizama hapa muhadhara, mfano hii inaendelea tangu leo siku ya 4, nimepata kusikia alhamdulillah. Hapa kuna watu wengi kweli ni Waislamu, la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, hao ni Waislamu kweli, lakini hawaoni umuhimu wa kitu kama hiki. Ataondoka basi, ataenda kuangalia huo mpira, au wakati mwingine wala sio mpira, atakaa nyumbani tu anasubiria adhana nje, atakuja hapa tena huyo Mwenyezi Mungu kamjalia. Tuko namna hiyo, fikratu al-irja. Kuna hadithi ameipokea Imam Muslim katika kitabu chake, na ameitaja pia Imam Nawawi katika kitabu chake kidogo cha Al-Arba'un an-Nawawi. Hadithi hii sahaba aliyoipokea mubashara, moja kwa moja live kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Amri, au katika kuitwa kwingine anaitwa Abu Amra, Sufyan ibn Abdullah. Alikaa siku moja Sufyan ibn Abdullah kama masahaba namna walivyo, anafikiri, anataka uchu wake kupata pepo, kuishi kama Muislamu. Tena baada ya kushuka ile aya, inna ad-dina inda Allahi al-Islam, inna ad-dina inda Allahi al-Islam, hakika dini ya kweli mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoikubali ni Uislamu. Iliwahamasisha watu wakataka kujua Uislamu na Muislamu anaishi vipi. Kama wewe sasa hivi ukisikia inna ad-dina inda Allahi al-Islam, utapata ihtizazi nafsi. Abu Amri hadha akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Ya Rasulullah, nimekujia, ninachotaka nieleze kuhusu huu Uislamu, niambie neno, nikitoka hapa mie niwe nimeshiba, sitokuwa na haja tena ya kwenda kumuuliza mtu yoyote. Nikiondoka kwako nimeujua Uislamu na natakiwa niishi Kiislamu. Qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, niambie neno. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuelewa swali la Abu Amr, Sufyan ibn Abdullah alimwambia maneno haya, qul amantu billahi thumma istaqim. Qul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imani hiyo, imani hiyo. Qul amantu billah, sema nimemuamini Mwenyezi Mungu ya Aba Amr. Lakini baada ya hapo usio umemaliza, kuna kitu kinachofuatia, akabia thumma istaqim, kisha lingana sawa, kisha simama imara, kisha ishi Kiislamu. Hii hadithi itatuongozea mazungumzo yetu. Qul amantu billah thumma istaqim. Hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama vile anatujua sisi tulivyo, kwamba tutasema sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu, tumemwamini, lakini tutamalizikia hapo hapo. Sura, rangi, muonekano wa hiyo imani tulokuwa nayo hautokuwepo. Akatutaka tustaqim, tuwe na istiqama. Ma huwa al-istiqama? Istiqama ni nini? Kiswahili unaweza kuita msimamo, unaweza kuita kuwa imara. Istiqama
hata Qur'ani imekuja katika, imetajwa hii vocabulary, msamiati wa istiqama katika miundo tofauti. Hatutakuwa na haja ya kupoteza muda kuitaja miundo yote hiyo, lakini ili mradi ninachotakiwa kuzungumza ni kwamba istiqama ni sura ya nje inayofasiri imani iliyokuwa katika moyo. Istiqama ni ule mwenendo ambao sasa sisi tunauona, ambao una translate moja kwa moja kile unachokiona katika nafsi yako, katika moyo wako. Nitakupa mfano mmoja katika maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Abu Dharr al-Ghifari, Jundub bin Junada. Huyu kisa chake cha kusilimu kuja tukieleze kidogo. Yeye alisilimu kipindi kile kigumu cha mwanzo wa Uislamu. Wakati ule watu ibada kuu ni kuabudu masanamu. Sote tunakumbuka Al-Kaaba peke yake ilijazwa masanamu kwa idadi ya siku za mwaka mzima 300 na kidogo, kwamba kila siku ina mungu wake. Watu walikuwa wakifanya ibada hiyo, na ikawa kama haikuwatosha, pia ukisoma historia kukawa kuna mungu wa kila kabila. Ikawa kama haikuwatosha, pia kukawa kuna mungu wa kila mtaa, mwenye mkuu ina mungu wake. Ukiona tabu wewe kwenda kwenye Al-Kaaba au kwenda katika mungu wa kabila lako, unatizama uko wapi? Niko mwenye mkuu. Unamkimbilia yule mungu wa mtaa mwenye mkuu, unaongea naye mambo yako. Bwana mimi mwenyewe hasa mungu wangu yuko Kijitonyama, lakini nina jambo liko huku limenishika, bwana nitengenezee. Kulikuwa utitiri wa miungu mawe kiasi hicho. Na kama haikutosha, kukawa na mungu wa kila kaya, kila familia, baba mama na watoto wake wana kijimungu chao nyumbani. Pia haikuwatosha, ikawa kila mtu ana mungu wake mfukoni, ananunua kama ankachifu hilo. Maana inaweza kwa huko alipo hakuna mungu jirani na jambo lishamshika, anatia mkono mfukoni, anatoa kidude chake, anasema nacho, mimi ndo nimefuata madini huku, mambo sio mazuri, au tena naona nitakamatwa sasa hivi, umesikia bwana nitengenezee mambo yangu, anakibusubusu, anakitia mfukoni. Miungu hivi. Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, yeye alirudi nyumbani, akamkuta yule mungu wa nyumbani kwake uani toka jasho. Kisa kinaeleza maji hivi kichwani. Jasho hili ni mvua, ni maji, ni kitu gani? Lakini kama ni mvua, mbona huko nje nitokako mimi hakuna mvua? Mvua hii ni ya ndani tu. Mungu anataka kufanya jambo hapo. Lakini baadaye kisa, inawezekana bwana mkubwa leo kaumba sana mpaka jasho limemtoka. Alipotizama mbele hakuna vilivyoumbwa, akaumba nini? Wakati anapelepesa macho yake kulia na kushoto, kiswa kinasema akamuona Thalab, mdudu mbweha. Thalab, mbweha. Haraka ikamjia kwamba hapa kuna matatizo yamefanyika leo. Mbweha ni kijinyama sampuli yake kama mbwa, kila kitu. Sema mbwa tuishi naye, mbweha anaishi porini, mbwa anaishi mitaani. Lakini kama vile mbwa kila kitu. Mbwa moja katika maumbile yake, akishikwa na haja, mkojo, huwaoni raha kukojoa mpaka apate kitu kilichosimama kama hiyo kamera hiyo, apandishe mguu kisha apige vitu. Ndio raha ya mbwa. Wale ufuga mbwa wanajua desturi hii, anakojolea vitu vilivyosimama, ndio raha, burudani. Na mbweha naye yuko hivyo hivyo. Kumbe kapigwa na jua la Maka nje huko, kakimbilia katika kibanda cha Abu Dharr, mkojo umemshika, kaona, hakujua huyu kama ni mungu wa wenyewe, huyu mungu wa watu. Sasa hichi ni kijiti, acha nikojoe hapa. Kapandisha mguu, kamtia mkojo Mungu. Abu Dharr kagundua sasa hapa mambo yashaharibika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kufungua. Man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fi din. Aya nyingine inasema yashrahu sadrahu lilislam, Mungu anakifungua kifua cha Abu Dharr al-Ghifari Jundub bin Junada radhiyallahu anhu. Akasema maneno mpaka leo yameandikwa bi khati dhahabi katika vitabu vya historia. Akasema hivi, arabun yabulu su'lubanun bi ra'si laqad dhalla man balat alayhi tha'alibu, law kana rabban lamana an nafsi la khaira fi ilahin ta'tihi al-matalibu. Mwisho akaleta conclusion, asema bari'tu min al-asnami fil ardi kulliha wa amantu billahi alladhi huwa al-ghalib. Sallu ala an-nabi. Maneno haya yapo katika vitabu vya historia mpaka leo. Abu Dharr anasema, anajiuliza, hivi mbwa Mungu hasa anaweza akakojolewa kichwani, tena mkojoleaji mwenyewe mbweha, thaalib, thalab, Mungu kakaa hivi, Mungu hasa anatiwa mikojo? Akasema hapana, ninavyojua mimi, laqad dhalla man balat alayhi thaalib, mwenye kukubali kukojolewa na mbweha, huyo dhalili. Mungu hawezi kuwa dhalili, Mungu hawezi kuwa mtoevu kiasi hichi. Lau kana rabban lamana an nafsi, huyu angekuwa Mungu kweli, huyu lamana an nafsi, angejizuia japo kwa lugha ya busara tu, polite language, angemwambia bwana, najua kiumbe wangu umeshikwa na mikojo, unataka kukojoa, lakini mimi ni Mungu wako, choo kile kule cha bwana mkubwa mwenye nyumba hii. Kashindwa hata kusema neno hili, la khaira fi ilahin ta'tihi al-matalib, hakuna khairi katika Mungu ambaye chochote anachotaka mja wake yeye anafanya. Umeona hapo, kila kitu anachotaka mja Mungu anasema he wallah bwana, Mungu wa hivyo hakuna. La khaira fi ilahin ta'tihi al-matalib, hakuna khairi katika Mungu wa sampuli hii, kwamba chochote anachokitaka mtu, anachokitaka mnyama, Mungu anasema fanya utakavyo. Huyu sio Mungu. Baada ya kujiuliza hayo na kupata majawabu hayo, akaja na maamuzi yaliyokuwa sahihi, yaliyomtia katika historia Abu Dharr mpaka leo. Maamuzi yenyewe alisemaje? bari'tu minal asnami fil ardi kulliha wa amantu billahi alladhi huwa al-ghalib, kuanzia leo nimeacha kuabudu masanamu yote ardhini. Si huyu nitaanza kumvunja, sio wale wa katika al-Kaaba nitawaacha, sio wa mifukoni, sio wa makabila, wote. Bari'tu minal asnami fil ardi kulliha wa amantu billahi alladhi huwa al-ghalib. Sasa nimemwamini Mungu mshindi, ambaye ni Mungu anayolinganiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akatoka Abu Dharr moja kwa moja mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaenda kushuhudia baada ya kueleza kisa chake. Sasa tizama hapa Mtume anasema nini, anamwambia nini Abu Dharr. Hapo ndio kwenye darasa yetu ya leo. Anamwambia Abu Dharr, umeshasilimu, ushakuwa Muislamu safi, yote aliyopita Mungu kesha kusamehe, ibada ya ishiraki ya kushirikisha na vitu vingine Mungu basi kesha tupa, wewe hapo uliko safi. Lakini sikiliza maneno nayokuambia. Akamwambia maneno ya kimafumbo, akamwambia jaddidi safina, jaddidi as-safina fa innal bahra amiq wa akthiri zada fa inna as-safara tawilu wa khaffif al-hamla fa inna an-naqida basir. Sallu ala nabi. Huyu ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndivyo alivyokuwa akifundisha. Anamwambia jaddidi safina. Abu Dharr umesilimu, lakini karafati, sisi watu wa huku pwani huku kwetu Kisiju tunasema kukarafati, siku hizi Kiswahili kinasema kukarabati. Tuchukue hicho cha kukarabati, maana kukarafati inawezekana wengine tusijue. Jadidi safina, karabati jahazi lako, likarabati jahazi. Kwa nini? Fa innal bahra amik, bahari ya Uislamu kina chake ni kirefu. Jitengeneze vizuri, sio kwamba ndio ushasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah mambo yamekwisha. Ujue unabadilisha system, unakwenda katika system nyingine, nayo sio lele mama, sio system ya kulala,
fa innal bahra amiq. Kisha akamwambia wa akthiri zada, chukua chakula kingi sana, chukua juhudi kubwa. Fa inna safara tawilu, kwa sababu safari ya Uislamu ni ndefu, sio fupi. Wa khafifil hamla, na chukua mizigo mepesi, usichukue mizigo mikubwa ikakushinda. Khafifil hamla, mizigo yako chukua mepesi, yani khudh ma khafa hamluhu wa ghala thamanu, chukua kitu ambacho kukibeba ni chepesi lakini thamani yake ni kubwa. Chukua kitu kama vile almasi, weka mfukoni. Uliochukua almasi ukaweka mfukoni, unamshinda yule aliyopita hapa na semi trailer ya tani 60 ambayo kapakia chupa hizi, mzigo mkubwa. Lakini yule akienda kuuza na wewe ukienda kuuza, nani anapata pesa nyingi? Mwenye almasi. Nini maana yake? Kuja na staili ya kuwahi mambo kwa njia fupi. Unaambiwa kabisa huku kuna salatu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidu majid. Unapata thawabu ngapi? Mungu anakuswalia nawe mara 10, anakusamehe madhambi yako mara 10, vitu namna hii. Lakini tazama dakika ngapi umechukua katika salatu ala nabi hiyo. Atakushinda mtu atakayesema ya rabbi salli ala al-mukhtari min mudhari wal anbiya, akafika pahala akasema adadal ar-ramli adadal ashjari wa adad. Kuna salatu ala nabi zile fupi, Mungu mswalie mtume idadi za viumbe wote. Kwa hiyo umempa Mwenyezi Mungu kazi ya kuhesabu viumbe vyake vyote kwa salatu ala nabi yako hii moja, ndani ya dakika moja ukamshinda mtu aliyosema Allahumma salli ala khafifil hamla. Khafifil hamla, ilimradi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamtaka hapa Abu Dharr kwamba kweli bwana tumekupokea, umesilimu ndio, lakini huku sio mchezo, tunaambiana ukweli. Huku kuna kufanya. Baada ya kusema hivyo kuna kufanya. Baada ya kusema hivyo kuna kuacha. Hiki fanya, hiki acha. Hili sema, lile usiseme. Sio faudha ashwa'i, kuishi tu unavyotaka wewe. La, chochote useme, lolote ufanye. Chochote ula, chochote unywe. Huku kuna mtaa sasa. Mtaa huu kula hivi, mtaa huu hivi usile, mtaa huu haya sema, haya usiseme, vaa hivi usivae tena, kaa hapa usikae tena. Kuna kisa nimepewa na mmoja katika mashekhe zangu cha kuchekesha kidogo, lakini kwa kukazia maudhui kinafaa. Kuna mtu mmoja alisilimu, inasemekana mzungu kasilimu. Baada ya kusilimu akauliza vitu gani sasa baada ya kusilimu? Akaambiwa kuna mambo mengi hapa, hiki na hiki na hiki na hiki vinatakiwa vyote ujitayarishe nayo. Usile chochote. Huku kuna halali na haramu. Kula halali, usile haramu. Muoe, usizini. Jistiri, usitembee utupu. Katajiwa vitu vingi. Mwisho akaambiwa lakini kuna sunna ya kutairiwa. Akajitizama miaka 40, tena kuna mambo ya kukatana, akasema naam, huku lazima ukatwe ndio vizuri, sunna. Akatajiwa hadithi zile, akasema yote ni mazuri, yote nitafanya, lakini hilo la kuchezea kisu umri huu bwana mimi siwezi. Sasa mimi nitatoka tu katika Uislamu. Wakamwambia sasa hiyo ndo mbaya. Hiyo ndo nini? Mbaya. Kwa sababu kawaida ya mtu ukishasilimu ukiritadi pasi na sababu za msingi, hukumu ni kuuliwa. Akasema very interested religion, azma dini ya ajabu sana. Ukiingia unakatwa chini, ukitoka unakatwa juu. Sijapata kuona dini namna hii. Dini yenyewe ndio ilivyo hivi. Basi nitabaki, maana huko kutoka ndio kubaya sana. Ilimradi Abu Dharr hapa anaambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huku hakuna kulala bwana. Imani yako inatakiwa ishereheshwe, ielezwe kwa vitendo vyako. Ndio maana nikasema istiqama
ndiyo sifa ya msingi tulioikosa miongoni mwetu. Tuna sifa nyingi, imani yetu ni kubwa sana, imani yetu ni kubwa kupita kiasi, lakini wallah thumma wallah tumefeli katika jambo la kuthibitisha imani yetu katika vitendo vyetu. Nitakwambia kitu katika Qur'ani juzu 30 sura 114 maneno 6000 na kitu, kuna aya inaanza ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina, unazijua zikunga hizi? Ni ulingano through Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anaongea na muumini through ya ayyuhalladhina amanu. Mungu anamuita mtu kwa sifa, subhanallah, katumia ya. Watu wa lugha wanajua lugha ya Kiarabu ikitumika kilma cha ya, especially huwezi ukamwita mtu aliyokuwa karibu kwa neno ya Kiarabu. Ukimwona Mwarabu anakuita wewe uko hapa kwamba ya fulanun, kama hajui hilo ninalotaka kusema, huyo hajui lugha. Wenyewe wanasema hichi ni kilma cha nida, lakini yunada bihi al-ba'id, anaitwa aliyokuwa mbali, yuko kule kichangani, ya fulani, ewe ule uko Magomeni huko, lakini unaonana naye hivi, huwezi ukamwita kwa ya. Sasa ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbali na sisi? Fa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'a. Anasema wakikuuliza hawa kuhusiana na mimi, waambie mimi niko karibu, mimi nipo. Tena kuna aya nyingine ikasema yeye yupo karibu na sisi min hablil waride, kuliko kamba zetu za shingo. Unamathilisha kwamba mtu kakufunga kamba shingoni, alafu hivi kitu gani kipo karibu zaidi na wewe, mikrofoni hii au kamba? Kamba. Mungu anasema mimi nipo karibu kuliko hiyo kamba. Sijui ukaribu wake ukoje. Yeye yuko karibu min hablil warid. Sasa mbona anatumia ya enyi? Maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaongea na watu waliokuwa mbali katika daraja ya imani, katika zirwatul iman, kana kwamba kwa sifa ya uumini, kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu mtu sio hapa, cheo chake ni cha juu sana. Kwa tena akatumia fi'lu madhi, hasemi anatumia ghaib zaidi, asemi ya ayyuhalladhina amantum. La, hamna ya hiyo. Ya ayyuhalladhina amantum ipo mafish, lakini kuna ya ayyuhalladhina amanu, kuzidisha kwamba mko mbali sana kwa imani yenu nyinyi. Wallahi mko tofauti na watu wengine, hata kama wanakuoneni mnapita kila siku, lakini kwa sababu ya imani daraja yenu iko mbali kabisa, very parallel na ambaye sio muumini. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Aya hizi Allah Subhanahu wa Ta'ala anaongea na waumini moja kwa moja, kwamba kila unaojiita muumini, hiyo ya inakuhusu. Unazijua ziko ngapi? Swali linaweza likawa gumu, ziko ngapi katika Qur'ani? Ikiwa usijui, istiqama ndiyo sifa ya msingi tuliyoikosa miongoni mwetu. Hayo ndiyo maagizo. Mwenyezi Mungu hapo ndio anakupa maagizo. Mfano wake, umepokea barua kutoka kwa mzee, ikiwa ni baba, ikiwa ni babu, ikiwa ni shekhe, lakini mtu ambaye kwamba anakuagiza kisha ujui kilichomo katika maagizo hayo, unasemaje heshima yako kwa huyo? Uko naye sawa sawa? Umepokea barua, sasa kanipa bana mkubwa, ukaiweka juu rafu. Kumbe imani inatakiwa ipatikane na kitu kinachoitwa istiqama. Miongoni mwa hivyo kuanza kujua una maagizo mangapi. Mtu mmoja juzi kanambia, Walidi bwana, sijui kama alikuwa anasema kweli au vipi, sijui. Nilikuwa na muhadhara kama huu, jina lilitofautiana tu kidogo, msikiti wa ibada kule.
Nilipomaliza sasa, bwana Juma, mimi nakuona kila siku, lakini leo nataka nikwambie maneno Walidi. Kaambia vizuri kuambiwa mtu, na muungwana ni yule atakayekwambia nilikwambia, sio atakayekwambia nilijua yatakukuta. Ukiona mtu anakuambia nilijua yatakukuta, huyo si muungwana. Lakini yule anakuambia nilikwambia bwana, umeona sasa, nikampenda yule mtu automatically kwamba anataka kunambia. Maneno yake yalikuwa hivi, anambia unajijua wewe fasaha sana. Nikamwambia sijijui. Unajua ukisema watu wanaelewa. Nikamwambia sijijui. Na tamani niseme watu wanielewe. Namwambia natamani niseme watu wanielewe, lakini sijijui hivyo, niombe Mungu. Akasema sasa hivyo hivyo ulivyo, badilisha mawaidha, zungumza na upande wa pili. Yani na kina nani nizungumza? Zungumza sasa na makafiri. Huenda ukasaidia wewe kupata watu wengi sana katika Uislamu. Utafanya kazi kubwa sana. Pale pale nilimkubalia. Lakini nitakwambia ni kitu. Namna nilivyo mimi binafsi yangu tangu nimetoka kusoma kwa hao mashaka wangu, naona taabu kuzungumza na upande wa pili. Sifa ambayo kwamba nayo mpaka baadhi ya watu wanasema huyu muoga huyu. Lakini innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu ala al-fuadi dalila. Anajijua mwenyewe kama ni muoga au la. Sababu yake leo natoa siri hapa katika muhadhara huu. Sababu yake ni hii. Nataka nikwambieni. Katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina kafaru, unajua ziko ngapi? Ya ayyuhalladhina kafaru ziko ngapi? Hamjui. Ya ayyuhalladhina amanu hamjui. Basi ya ayyuhalladhina amanu ziko 88 msahafu mzima. Yani wewe Allah subhanahu wa ta'ala ana maagizo mara 88 anakutaka. Sasa zina tofauti. Kuna ya ayyuhalladhina amanu aminu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini aminini, ipo hiyo katika Qur'ani. Ya ayyuhalladhina amanu, ili uwe na istiqama kaitafute hiyo, ipo. Ya kwanza katika ya ayyuhalladhina amanu ipo suratul Baqara aya 108 104, wala afwa minkum 104. Kaitizame msahafu unao nyumbani. Mungu anakutaka nini hapo? Ya mwisho ipo katika suratul Tahrim aya ya 8. Suratu At-Tahrim ndio ya mwisho. Hapo katikati hapo kihesabu ile ziko 88. Zimekuja kwa miundo tofauti. Ya ayyuhalladhina amanu fanyeni. Kisha kuna ya ayyuhalladhina amanu la, enyi ambao mmeamini msifanye kitu kadha. Hizo ziko 27. Makatazo 20. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Sina haja kuzitaja zote kwa sababu nimesema muhadhara uwe mfupi, lakini ukitoka hapa mtu akakae hasa kajifungie au tusikilize vizuri au kumbuke. Kuna ya ayyuhalladhina amanu la ziko 27 tu. Sasa kweli ushakatazika na makatazo haya 27 yote? Kama hujakatazika, istikama ndio sifa ya msingi iliyokosekana miongoni mwetu. Hiyo inaanzia kuzijua kwanza. Ushafanya harakati kujua? Kama hujafanya harakati kuzijua hizo, basi istikama ndio sifa ya msingi iliyokosekana miongoni mwetu. Kuna ya ayyuhalladhina amanu idha wa idha ya dhafia. Ya ayyuhalladhina amanu idha, sawa, hizo zina idadi yake 17. Kuna ya ayyuhalladhina amanu in, yani in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, zina idadi yake. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu ziko 2 tu. Sasa turudi upande wa pili ambao yule bwana anataka ni useme nao. Ziko ngapi ya ayyuhalladhina kafaru? 2 tu msafu mzima. Brother, ziko 2 tu. Ya ayyuhalladhina kafaru ni 2 tu. Mwenyezi Mungu anaongea through na makafiri mara ngapi?
Kumbe kazi kubwa tunayotakiwa sisi tuongee, sisi tuelewane, tupatane, tuishi hiyo. Kul amantu billahi thumma istaqim. Mungu, mtume anamwambia yule sahaba yake Abu Amri Sufyan ibn Abdullah, umenitaka basi kul amantu billahi thumma istaqim. Pitia hayo. Ukishayapitia hayo, yahamishe katika maisha yako ya kawaida. Abu Dharr, jaddidi safina fa innal bahra amiq. Pitia hayo, ndio maana yake istiqama. Ndio sifa ya msingi iliyokosekana miongoni mwetu. Tena kwa kukosa istiqama, kwa kutofanya upembuzi huu na mfano wa mambo kama hayo, kamwe chochote tutakachokifanya, tutakachokitaka, tutakachokitarajia, hata tutakachomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu amekata mahusiano yetu sisi na yeye. Huo ndio ukweli. Wa allaw istaqamu ala tariqa la askainahum ma'an ghadaqa. Qur'ani inasema hivyo. Watu walilalamika, mbona hakuna mvua, mbona ukame, mbona umasikini, mbona njaa? Jawabu, wa allaw istaqamu ala tariqa la askainahum ma'an ghadaqa. Lau wange istaqimu baada ya imani zao, wakayafanya mambo kiistiqama, tungewaletea mvua, wangepata mvua, na mvua ndio chanzo cha maisha. Kumbe majaa haya tulokuwa nayo, ukame tulokuwa nao, siri yake ni kukosa sifa ya msingi, nayo ni istiqama. Nikukumbusheni kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salam. Musa ni mmoja katika mitume ya Mwenyezi Mungu, tena yupo katika fungu la wale mitume mitano ulul azm. Mitume ulul azm. Yeye alishuhudia ufisadi katika utawala wa Firauni. Alishuhudia ukandamizaji katika utawala wa Firauni, namna Banu Israili walivyokandamizwa na kutengwa na kupelekwa mbio mbio, mfano tunavyopelekwa sisi duniani sasa hivi katika kila eneo, katika kila pahala tunaishi hivyo. Ukitokeza tu ala annaka muslimun matata, kama ukupigwa basi japo kuchukiwa utachukiwa kisirisiri. Musa alayhi salam katika wakati wake alishuhudia haya, lakini hapo hapo Mwenyezi Mungu anamtaka apeleke da'wa kwa nani? Kwa Firauni huyo. Musa kama binadamu akasema, Mwenyezi Mungu mbona ananitia mtihani? Tizama lugha yake katika Qur'ani. Ukitizama ni lugha kama ya jazba sana, na ndio lugha ya Nabii Allah Musa alayhi salam sometime akiongea na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sio utofu wa adabu, bali ni kule kukerekwa. Unafikia pahala mtu unakerekwa, unajihuzisha mpaka sasa yanakutoka tu maneno. Kwa sababu huyu Walidi mimi nilikuwa mtu wa maana, kumbe ana matusi namna hii, kumbe kukerekwa. Na sisi tunawe unakerekwa mpaka sasa bora ningekufa mie. Musa alayhi salam anamwambia Mwenyezi Mungu, anasema Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala Rabbana liyudillu an sabilika Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adhab al'alima. Qur'ani hiyo, suratu Yunus aya 88 89. Fungua msahafu utakutana na habari hizo. Suratu Yunus 88 89. Musa anamwambia Mwenyezi Mungu alayhi salam, Rabbana, Bwana wetu, innaka, kwa taukidi, innaka kwa kafi ya khitab, hakika wewe Mungu, wewe ataita fir'auna wa mala'ahu, umempa Firauni na jeshi lake na watu wake zinatan wa amwala. Kiufupi umempa kila kitu, yani dunia yenyewe umempa mapambo na umempa mali, umempa jeshi na umempa nguvu, umempa kila kitu. Rabbana liyudhillu an sabilik, umempa hivi Mwenyezi Mungu ili afanye ufisadi katika njia yako. Kama hivi sasa hivi mnavyoona dunia, watu wana maji, hela, wana nguvu, lakini zile mali na nguvu walizokuwa nazo ndizo wanazozitumia kufisidi ulimwengu huu. Dunia inaharibika kwa sababu ya majitu yenye nguvu ya kipato.
kama ilivyokuwa kipindi kile. Sasa Musa anamwambia Mwenyezi Mungu, haya umeyataka wewe Mungu, katumia lamu ya ta'lili, liyudhillu an sabili, umefanya haya ili waharibu hawa, wawapoteze watu. Sasa alafu unaniambia mimi niende nikampe da'wa yule nimlinganie. Uwiano uko wapi? Darweshi mimi sina kitu, niende kwa mtu mwenye hela. Sasa naambia mawili hapa, ukitaka na mimi nipe hela kama yeye, ndio tutaelewana, tutakaa meza moja. Unajua hata sisi tukifanya kazi za dawa, kichwa kwanza tunaambia wana njaa wale. Musa alianza kuyasema hayo kwenye Qur'ani Sasa ukitaka na mimi nipe, au ya Rab mnyang'anye. Mimi naye wote tuwe masempete, apechi ya lolo, hakuna mwenye anacho, ndio tutaelewana. Lakini mmoja kashiba, mmoja ana njaa, maneno yapo hapa? Hapa hakuna maneno. Imeeleweka vizuri? Kaambia Rabbana itmis ala amwali, wanyang'anye mali zao, wanyang'anye nguvu zao, wanyang'anye utawala wao. Lakini pia kwa sababu washatutesa sana, washdud ala qulubihim, pia zifunge nyoyo zao wasiamini. Fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alima, wasiamini mpaka uadhibu kidogo, kisha ndio waseme imani hapo. Sawa? Hii ni ombi la nani? Nabii Allah Musa anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena ni mtume. Ni nani? Sio kama Walidi tu, ni mtume. Mwenyezi Mungu anamwambia qad ujibat da'watukuma, lakini fastaqima. Muhadhara wetu, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Mungu amekubali maombi yenu, wewe na mdogo wako, nimesikia, lakini kabla sijafanya, fastaqima, kuweni na istiqama. Wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun, na wala msifuate njia ya wale ambao kwamba hawayajui mnayoyajua nyinyi. Hapo ndio tunapofeli na sisi. Sisi tunayo imani lakini hatuna istiqama, na istiqama kuikosa kwetu inatupelekea kufuata njia ya wale wasiojua. Mtu anaishi ala annahu, maki unashindwa kujua Muislamu kafiri. Ndio tulivyo hivyo, unatokea yani hivyo, huyu Muislamu kafiri huyu. Haijatokea jamani huku mitaani mtu anaishi mpaka siku ya kufa ndio tunaona watu tunaanza kujua, tunaanza kuvutana, Muislamu mwongeza, Muislamu yule, yule kafiri, yule Muislamu yule. Maana kabadilisha jina lake zuri, babake kampa anaitwa Abdurrahman bin Abdurrauf bin nani sijui, lakini kwa sababu ya kusoma au kwa sababu ya kujifanya wa kisasa anajitafutia jina. Hilo Abdu anabadilisha Abudi sijui, anajijua mwenyewe na anaishi hivyo mpaka umauti unamkuta. Watu wanaanza kuvutana, Muislamu au Mkristo, Muislamu. Sasa mtu wewe ambaye huku duniani binadamu wenzio wanaanza kuvutana, malaika itakuwaje kule? Istiqama. Fala tattabi'ani, Musa anaambiwa fastaqim, ishi Kiislamu, fanya yatakiwayo kufanywa na Muislamu, sema yatakiwayo kusemwa na Muislamu, kula vitakiwavyo kuliwa na Muislamu. Maisha yako yote uyadhihirishe Kiislamu baada ya imani yako. Tenda kamwe usifuate njia ya mtu ambaye hayajui hayo. Hii ndo hali tulokuwa nayo. Istiqama ni sifa ya msingi kabisa tuliyoikosa miongoni mwetu, kwamba tunaishi vyovyote ashwa'i, kweli waumini, lakini hatuna tabu. Juzi nilikuwa na muhadhara pahala katika wanafunzi wa Muhimbili, madaktari wale wamemaliza, sasa walifanya mahafali yao, wakanitaka mimi nikaende kusema. Baada ya kusema maneno mengi kuwaelezea maisha yao wakitoka pale waishije, niligusia baadhi ya vitu kama hivi. Baada hapo kukaa kuna maswali. Swali la kwanza naulizwa, Sheikh, sasa sisi tukitoka hapa tunaingia mtaani, tunaingia katika kutafuta ajira, na kama unavyolijua soko la ajira lilivyokuwa huko sasa hivi zito kidogo, lakini unafika pahala unapata kazi ile, baada ya kupata kazi tu utakopeshwa, lakini mkopo ule umegubikwa na riba, inakuwaje hapo? Mimi naambia kwa haya nilosema, hilo sio swali. Fala tattabi'ani sabila alladhina
la ya'lamu. Usitake nikuambie mimi kwa staili hiyo kula riba. Masala ya shabishta. Alhalalu bayinun wal haramu bayinun. Halali iko wazi, haramu iko wazi. Fabainahuma umurun mushtabihat. Kati ya halali na haramu kuna mambo yanatatiza. La ya'lamuhunna kathiru minan nas. Bahati mbaya watu wengi kwa kutojishughulisha na kutafuta halali zao na haramu zao hawayajui haya. Mtu haoni umuhimu wa kutafuta halali, haoni umuhimu wa kutafuta haramu, haoni. Yani ile inna dina inda Allahi alislam, kwamba maisha yake yote jawabu liwe ni Uislamu, haoni. Inatakiwa kila ukijiuliza Uislamu ukujibu na utosheke na jibu la Kiislamu. Binadamu wa sasa tulivyo hatuoni hilo. Sisi tunauliza vitu vingine, watu wengine, na sasa imeingia masala ya Google. Basi shekhe mkubwa ni Mr. Google, shekhe Google. Google. Mtu anauliza kitu, mtu mzima huyo akishatoka pale anacheka, kesha jibiwa na Google. La, sikiliza hii aya, namalizia muhadhara wangu. Sikiliza. Mwenyezi Mungu anasema hivi: wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Jawabu, nuwallihi ma tawalla. Kinachofuata, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Hii ni aya inatakiwa kila wakati, kila shekhe, kila imamu, wakati wote, kila mwalimu aitajitaje na mtu ayamke nayo, alale nayo. Wa man yushaqiqir rasul, na yule ambaye kwamba atamuona mzito Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake, kwamba hana haja ya kufuata yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maana ya Uislamu, hana haja nayo. Yeye ameamua yattabi ghaira sabilil mu'minin, anaishi na anafuata njia ambayo kwamba sio aliyokuja nayo Mtume, sio njia ya Waislamu. Yeye anaishi kimagharibi, atajijua mwenyewe. Anaishi kizamani, atajijua. Ili mradi tu hana haja ya kufuata aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siasa zake, katika uchumi wake, katika mambo yake ya kijamii. Hana haja. Yeye jawabu lake ni kitu kingine. Mungu anasemaje? Huyu nuwallihi ma tawalla, tunamuelekeza alipoelekea. Kwa lugha nyingine, tunamuachia mwenyewe mambo yake. Sisi hatuyatii mkono. Ya subhanallah, hii hatari. Mtu tu baba yake mzazi akimwambia nenda utajijua, kinachotokea ulimwenguni kinakuwaje? Mungu asema, baba anamwambia mngane mtoto wake, si unisikilizi? Mimi sio baba yako? Haya baba, ruksa, fanya utakavyo. Kuna wema kwa mtu huyu? Kuna wema? Sasa Mungu anasema hivyo. Mtu ambaye kwamba hanisikilizi mimi, nuwallihi ma tawalla, haya afanye atakavyo. Dunia ndio hii unaiona sasa. Masempete. Tunalia, pa kukimbilia huna. Nuwallihi ma tawalla. Kumbe kuna kitu kimejificha nacho, nini? Istiqama. Hiyo dunia yetu inakuwa mbaya, na huko tunapokwenda ambapo lazima tufike, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Na mtu huyo akifika huku, sisi mafikio yake, ikulu yake ni moto wa jahannam, wali'iyadhi billah. Mwenyezi Mungu atukinge na hayo. Aya ya mwisho kabisa katika muhadhara wetu wa leo, ili usiwe mrefu na tuondoke tumepata kitu, ni ile iliyokuwa katika suratul Ahqaf. Ziko nyingi, lakini hii nimeiandika, nimeikumbuka hapa. Mwenyezi Mungu anasema, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu thumma fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale ambao wamesema Mola wetu ni Mungu, tumemwamini Mwenyezi Mungu kikweli kweli, thumma istaqamu, kisha wakaishi sawa na neno lao hilo, kitakachowapata hawa, fala khawfun alaihim, hawatakuwa na hofu ya aina yoyote. Hakusema fala khawfun lahum, fala khawfun alaihim, yani hawatogubikwa na hofu ya aina yoyote, hawatomuogopa yoyote, hawatohofu chochote.
hataogopa njaa, hataogopa umaskini, hataogopa chochote. Yani huyu mtu anaishi yeye la khaufu tena wala hum yahzanun, hataugubikwa na huzuni wakati wowote. Kila akikaa mkono shavuni, mpaka anajuta kuwa Muislamu au anajuta kuzaliwa. Mtu anafikia pahala bora nisingezaliwa. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hiyo ndo dunia yao itaishi. Huko akhera, ulaika ashabul janna, wakifika huko wao ndio watu wa pepo. Ashabu ndio wenye pepo, pepo ndio yao. Khalidina fiha, wataishi milele humo. Jazaan bima kanu, jazaan bima kanu ya'malun. Haya ni malipo kwa yale waliokuwa wakifanya, sio yale waliokuwa wakisema kwa moyo tumeamini, waliokuwa wakia. Kumbe Mungu analipa kwa kufanya. Pepo utaipata kwa kufanya. Manake lazima iwe imani na amali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi ni wenye kuyasikia maneno na kufuata alokuwa mema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yote tuliyosema hapa ayatie sasa katika utendaji wetu, na tusaidie duniani na akhera. Wa ma alaina illa albalagh mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wal afwa minkum.